Uislamu gani huu nyinyi? Yaani mnadharau maimamu wenu. Ukishamdharau imamu kwa kiwango hicho, umemdharau Mungu. Hili somo tunalisoma inafanana, tunasoma historia, lakini historia ya somo, historia ya somo, historia yake limeanzaje, kalianzisha nani? Yani hii ni historia, na kila kitu kina historia yake. Hakuna kitu kisichokuwa na historia yake. Hata hii maiki naongelea hii ina historia yake. Sisi wenyewe kila mmoja katika sisi ana historia yake. Kwa hiyo hapa hii ni kama historia. Sasa historia hii ukiwa leo upo, kesho haupo. Kwa hiyo kipande hichi kinachosomwa ambapo wewe haupo, ile simulizi zako zitakuwa zinakatika. Utakieleza lakini alafu unakatikiwa. Sasa ni vyema kujua kwamba kufululiza kuwepo ni jambo muhimu sana. Jambo la kwanza ningependa nikusimulieni, nikwambieni, jana katika ulimwengu huu wetu wa Tanzania, katika maeneo ambayo wanaishi Waislamu na wanaishi wasiokuwa Waislamu, lakini Waislamu hapo katika eneo hilo jana walifiwa na ndugu yao. Kafa juzi, jana maziko. Kafa juzi, jana maziko. Juzi walipofiwa wamepeleka taarifa msikitini walipeleka taarifa ya mazishi. Wale wenyewe pale kidini wamechanganyika, wako ndugu Waislamu, ndugu Kristo, lakini huyo alokufa ni Muislamu, na maziko yanasimamiwa na wenyewe Waislamu, na wakapeleka taarifa msikitini kwa maimamu Waislamu. Bahati mbaya iliyotokea jana kwamba hao jamaa wamepika chakula, wamepika chakula kimeliwa, kile chakula ambacho mnasemaga sadaka. Naona sisi kwetu Nyagatwa hatuiti sadaka, tunaita ngaragara. Ni chakula kinacholiwa msibani, kwa sababu sadaka siku ile watoe watu wakuleteeni nyie mliofiwa. Hiyo ndio maelekezo, lakini si nyie mliofiwa mugharimike gharama ngumu ya kuwapikia wataokuja. Unaona hiyo? Sasa jambo limebadilika, imekuwa sasa waliofiwa wameshazoea, na sasa hivi ukisema vinginevyo watakwambia huyo Wahabi ni, unaona, huyo hivi nini, huyo Sunni nini. Lakini si vizuri sana kujilazimisha mliofiwa lazima mpike chakula, sio vizuri. Sasa hao jana wamejilazimisha, wamepika chakula, basi tabia wali yule ukiupika basi watu wamekula, na kilichoonekana wamekula. Kina mama wengi hawakufunga, wamekula. Kina mama wa Kiislamu, kina mama wengi ambao ni Waislamu hawakufunga, wamekula. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema, nimetembelea peponi, nimekuta watu wengi peponi ni mafakiri au maskini, hao ndio watu wa peponi. Na nimetembelea motoni, nimekuta watu wengi kule wanawake. Watu wengi wanaoingia motoni ni wanawake. Kwa hiyo hata hiyo jana inatuonesha hivyo kwamba kina mama wamekula sana wali mchana wa Ramadhani. Lakini mimi nimefanya utaratibu wa kuyafikia hayo nipate uhakika.
Leo nimepata taarifa leo, na leo nimefanya taratibu za kupata uhakika wa tukio hilo. Nimelipata kweli, limetokea. Unaona hivyo, limetokea, na nimepata kuongea na imamu huyo ambaye amesimamia maziko hayo. Imamu na nimegundua yale ninayokuambia, mnafanya mambo kwa mazoea bila ya kujitambua. Imamu alichofanya, alivyokuta pale watu wanakula, wanakwenda sasa kuwapa huduma ya maziko. Huduma ya maziko si inatoka msikitini, sasa wanakwenda kuwapa huduma ya maziko. Na kwa bahati mbaya sisi tunawapa huduma ya maziko hata watu wasioswali. Tunawapa huduma kwa kweli, ikiwa tu wana hela. Na yaani sisi maimamu tunatoa huduma ya maziko kwa wasioswali, nyumba ile yote hawaswali, na yule marehemu naye mwenyewe haswali. Lakini sisi maimamu, sisi na njaa zetu, tunakwenda kutoa huduma kubwa kweli ya kusoma khitma na hivi na hivi na hivi. Kwa sababu ya nini? Mwisho kuna jambo. Ndio udhaifu tulionao, udhaifu mbaya sana. Wenzetu upande wa pili kushoto hilo halipatikani. Kama huswali Jumapili, padri hasogei, hakushughuliki chochote. Hata ukisafirishwa, padri wa kule kwenu pia hahudhurii hayo maziko, utafukiwa kama anavyofukiwa mzoga wa paka. Unaona? Sasa Waislamu wanajifanya wao wana huruma sana, huruma ya uongo, ya unafiki, kwa sababu huruma ile ni kwa ajili ya kudoea ule mshiko wa fedha. Sasa jana msikini umetokea hilo bwana, uko na wewe, tuko naye wewe hapa bwana, tuko wote. Si kweli. Unaruhusiwa kusoma Qur'ani huko bandani, nenda tukasome. Hatukukatazi kusoma Qur'ani, kama ilivyokuwa hatuna haki ya kukulazimisha uwepo hapa, lakini pia tunayo haki ya kupinga dharau yako. Hiyo tunayo haki na sisi, na tutaitumia haki hiyo. Hivi haya ninayozungumza hapa upuuzi haya kweli? Hebu niambieni nyinyi mliokuwepo, semeni kweli, msio waoga, semeni kwamba ni upuuzi huu. Sasa mnaogopa nini? Nani mnaogopa hata kuitikia? Subhanallah alazim. Semeni kama mimi nazungumza upuuzi, utumbo, semeni utumbo mtupu. Msiogope. Mnaogopa nini? Mimi nimekupeni ruhusa juzi na jana, nasema uliza hata Mungu, we Mungu ni nani, ili upate kumjua vizuri. Mmekuwa woga kwa kiasi hichi hata kuitikia subhana rabbi. Kweli mnajielewa? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waislamu gani siye? Imam alivyokwenda mpaka pale kwenda kutoa huduma, kakuta watu wanakula. Likamstua ile imamu, sababu si rahisi watu kukuta wanakula kwa wingi katika shughuli msibani. Watu wamekula. Imam alichojitahidi kufanya ambacho hakina maana vile, kawaambia leteni jeneza kule tusalie, muendelee na shughuli yenu. Sasa mimi nimemwambia imam, nimeongea naye imam, nilivyosikia imetokea, na amenihakikishia imam msaidizi, sio imam mwenyewe mkuu, imam msaidizi kanihakikishia kwamba hilo kweli limetokea. Kila nilichoambiwa ndicho kimetokea, na yeye amefanya hivyo. Na wale baadaye wakaja kumuomba radhi imamu, niambieni, mimi nimemhoji imamu,
wewe umeombwa radhi na umeipokea, wewe ndiye uliyekosewa? Wewe ndiye uliyekosewa. Unajua yani watu maskini tuko hatujitambui. Yani mimi imam sijitambui kazi yangu, sijui nafasi yangu, sijui nafasi yangu kwa waumini, sijui nafasi yangu kwa Mungu. Lakini imamu gani huyu? Haiwezekani unaishi bila kujitambua. Hujui nafasi yako, hujui unafanya nini, kikitokea hivi ufanye nini, hujui. Nikamuuliza kwamba bwana, wewe imamu kwa simu umeombwa radhi na umeipokea radhi hiyo yako, wewe ndiye uliyekosewa? Kwa sababu kukosewa kakosewa Mungu. Wewe unasamehe, Mungu kakuagiza usamehe, lakini kitendo chako cha kuwa umechukua jeneza ukalichukua ya huku ulipotaka lije ili nyie mswalie mbali na wale waliokulalanii, hilo umeelekezwa na nani katika Qur'ani au sunna za Bwana Mtume? Yani Qur'ani imekuelekeza endapo itatokea sura kama hiyo, wewe ufanye hivyo ulivyofanya. Hana la kusema imamu wangu. Maana yake maimamu na sisi hatujitambui. Yule mtu amefanya, wale watu wamefanya jambo baya sana dhidi ya Mwenyezi Mungu. Wamelisha watu, wamekula mchana wa Ramadhani, si kwa bahati mbaya, wala hakuna shida hiyo. Hakuna mtu leo anaweza akashinda kutwa mbili hapa akafa bila ya kula. Hapa tulipo sisi tumefunga tunaweza tukashinda kutwa mbili mpaka siku 6 hatujafa. Na itakuwaje kwamba hawa isiwezekane mpaka jioni? Hayo ndiyo tulionayo Waislamu wangu, hayo ndio tulio nayo Waislamu wangu. Sasa mimi kusema kweli inaniuma sana, na ndio maana napenda kusema hapa. Pengine huyu akiona kwenye mtandao sasa nimemshtaki kwenye mtandao. Imeniuma sana. Mji wa Dar es Salaam katika maeneo wanaoishi Waislamu, tunaona hivyo kwa hiari yao Waislamu wanakula, kwa hiari yao wanamsalia maiti ambaye ndugu zake wamepika chakula mchana wa Ramadhani kupingana na nguzo ya Uislamu. Ramadhani ni nguzo ya Uislamu, na ndio maana sisi kila kitu, tatizo letu tunachukua kila kitu kwa wepesi. Tukiambiwa nguzo 5 za Uislamu, maana usichukue kwamba kitu chepesi unaweza ukakichezea, lakini hicho hapo kinachezewa. Nguzo ya Uislamu si kitu cha kuchezewa, si kitu cha utani, si kitu upuuzi, si kitu cha kukizoea. Nguzo yoyote katika nguzo za Uislamu si kitu cha kukizoea, si kitu cha utani, si kitu cha mzaha. Ukifanya mzaha wote mbele ya nguzo yoyote katika miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu, unatoka katika Uislamu. Sasa wamefanya hivyo, badala ya kuonyesha kwamba mmefanya kibaya, anawasaidia ili apate kuonekana mwema. Wema katika Uislamu ni ule ambao umeratibiwa na Mungu na Bwana Mtume, ndio wema. Usiuratibu wewe. Lakini sisi naamua kwamba sisi ndio waratibu wa wema, sisi ndio waratibu wa uzuri. Sasa hili jamani, natoa wito kwa imamu yoyote yule litakayemtokea jambo hilo asishiriki kabisa hapo.
na sio kuambia kwamba katafuteni imamu mwingine, kuwaachia naye asishiriki basi, sababu mdomo nao usisemeseme sana, kuwaachia. Bwana Mtume SAW aliamua kuwatenga watu waliotakhalafu kwenda vitani. Waislamu hawakuipinga vita, lakini wamefanya hivi na hivi. Watu watatu wale hamsomi Qur'ani, wa ala thalathati alladhina khulifu, hamna habari na aya hizo. Walitengwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu, kwa nini hawakwenda vitani kushiriki vita na Bwana Mtume SAW, kwa sababu jihad fi sabilillah ikiamrishwa na Mungu na Mtume ni wajibu, lazima usimame wende. Sasa Mtume kishaitisha vita, lazima wende. Hapa mpaka hapa msikitini hapa unasimama imamu, unatoa maelezo ya kitu, wallahi mtu wala anijendea tu, wala ana habari kama umesema kitu. Uislamu gani huu nyinyi? Yani mnadharau maimamu wenu. Ukishamdharau imamu kwa kiwango hicho, umemdharau Mungu. Kwa sababu mimi nikishafika hapa, nimewekwa hapa kwa njia yote unayojua, mimi nimefika hapa tayari, mimi nafanya kazi ya Mungu. Sasa Mungu hawezi kukubali wewe ufanye hivyo na kwa mazoea yako dhidi yangu, hakubali Mungu. Kama si leo mtaonana kesho. Tunasema hivi, yasije yakakukuteni afu nikasema tulikuwa hatukuambiwa.